Kwa hiyo karibu sana uweze kujifunza maneno ya Mungu. Mtafute Mungu kwa njia ya toba. Fanya toba mbele za Mungu, usiwe mbishi. Fanya toba mbele za Mungu wako. Tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 30 hadi mstari wa 34. Biblia inasema hivi. Nitaanzia pale mstari wa 29. Nitaanzia mstari wa 29. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kuzani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayo wahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Basi waliposikia habari za ufufuo wa wafu, wengine walifanya dhihaka, wengine wakasema, tunakusikiliza tena katika habari hiyo. 33. Basi hivi Paulo akaondoka akawaacha, baadhi ya watu wakashikamana naye wakaamini. Katika hao alikuwamo Dionisio Mwareopago na mwanamke mmoja jina lake Damari, na watu wengine pamoja na hao. Hizi ni habari Paulo alizihubiri akiwa Athene, mji ambao ulikuwa umejawa na elimu za hovyo, elimu za ajabu ajabu sana, elimu za kuwafanya watu waamini katika masanamu, elimu za kuwafanya watu waamini katika vitu vinavyotengenezwa kwa madini mbalimbali. Maana anaongea habari ya dhahabu au fedha. Mji ulikuwa umetapakaa masanamu. Kaingia mahali akakuta habari ya kwamba kwa Mungu asiyejulikana, madhabahu imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Paulo akasema, mimi nimemleta yeye ambaye ametuumba wanadamu wote, ninamhubiri Mungu anayejulikana. Sasa akawa anamtambulisha Mungu, watu wakawa wanamsikiliza, lakini wale watu walikuwa na mioyo migumu kwa kuwa wameaminishwa katika masanamu. Sikia nikwambie, Biblia inaeleza habari za zamani. Anasema basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama haoni, lakini sasa anawaagiza watu wa kila mahali wapate kutubu. Mungu ametoa agizo kwa watu wa kila mahali. Kila mahali ulipo, elewa hii ya kwamba hii kutubu ni agizo kutoka kwa Mungu. Swala la wewe kufanya toba ni agizo kutoka kwa Mungu. Sio agizo la sanga, sio agizo la dini yako, sio agizo la mkuu wako wa sinagogi, sio agizo la mwalimu fulani. Swala la wewe kutubu ni agizo kutoka kwa Mungu. Ni Mungu anataka wanadamu wote watubu kwa kushabikia madhambi yanayoendelea katika ulimwengu, kwa kufanya matendo yao machafu mbele zake. Wewe ni shahidi wa maisha yako, ni shahidi wa moyo wako, namna ambavyo umekuwa ukimchukiza Mungu, namna ambavyo umekuwa ukifanya matendo ya si halali mbele za Mungu, namna ambavyo umekaa na cheo lakini ni cheo bandia, namna ambavyo umekaa na cheo lakini maisha yako ni machafu. Watu wanakupa heshima lakini moyoni mwako unasema sijastahili, maana matendo yangu ni machafu mbele za Mungu. Nimeleta habari za agizo kutoka kwa Mungu. Agizo, Bwana anawaagiza watu wote, watu wa kila mahali watubu. Watu wa mahali panapoitwa Tanzania watubu. Watu wa mahali panapoitwa Kongo watubu. Watu wa mahali panaitwa Zambia watubu. Watu wa kila mahali wapate kutubu. Watu wa mahali panaitwa Marekani watubu. Watu wa kila mahali wapate kutubu. Watu wa mahali panaitwa FPCT watubu. Watu wa mahali panaitwa Moravian watubu. Watu wa kila mahali wapate kutubu. Watu wa kila dini wapate kutubu. Watu wa kila mahali. Mungu anataka watu wafanye toba. Ulimwengu umechafuka, mambo yanayoendelea hayafai. Watu wamemsahau Mungu, watu wamemdharau Mungu. Paulo akawa anaongea na watu, anawaambia waachane na habari za kuabudu sanamu, lakini watu wakawa wanaendelea, mioyo yao ikawa ni migumu. Sikia, zile zilikuwa ni zamani za ujinga. Tangu Yesu alipozaliwa
akateswa, akafa na akafufuka. Mara baada ya Yesu kufufuka, zamani za ujinga zimefika mwisho wake. Zamani za ujinga ziliishia pale. Baada ya Yesu kufufuka, zamani za ujinga zilikuwa zimeshapigwa marufuku, lakini watu wakawa hawaelewi mitume wanapowaeleza habari za zamani za ujinga. Ni zamani za ujinga uliwakuta akina Suleimani wakiwa wameoa wake 700. Ni kwa sababu zilikuwa zamani za ujinga, na masuria 300, jumla wake 1000 zilikuwa ni zamani za ujinga. Ni zamani za ujinga ulikuwa unamkuta mfalme ambaye pia alikuwa anasomeka kama kuhani, unamkuta anakunywa kileo, anakunywa pombe. Zilikuwa ni zamani za ujinga. Mungu alijifanya kama haoni, kwa kuwa alikuwa analipenda taifa la Israeli, ni taifa lake teule. Zilikuwa ni zamani za ujinga. Zilikuwa ni zamani za ujinga. Ndugu wanaoana, zilikuwa ni zamani za ujinga. Mungu alijifanya kama haoni. Lakini zamani hizi tulizo nazo sasa ni agizo kutoka kwa Mungu. Watu wa kila mahali watubu. Dhambi yoyote inayopiga kelele ndani ya moyo wako, dawa yake ni kutubu. Dawa yake sio kujieleza, ukajieleza kwa baadhi ya watumishi ambao ni wapenda fedha, wakaanza kukudanganya, wakaanza kukufariji ya kwamba dhambi ulifanya muda mrefu, wala Mungu hawezi kukumbuka. Dawa ya dhambi ni kuitubu mbele za Mungu, ni kutubu mbele za Mungu, sio kuiacha ikae muda mrefu. Dawa ya dhambi ni kutubu na kushauri ufanye toba. Mungu anataka ulimwengu watu wafanye toba, watu wafanye toba, watakaswe na damu ya Yesu. Akawaambia watu waachane na zile sanamu. Lakini watu wakawa hawamwelewi, wanaendelea na zile sanamu. Sikia nikwambie, habari hizi ni habari za kweli ambazo zimetokea katika ulimwengu. Watu wakawa hawamwelewi Paulo anapowaambia waachane na zile sanamu. Watu wakawa hawamwelewi Paulo, wameng'ang'ania. Kama ambavyo hata wewe leo najua kwamba kuna sanamu uko nayo nyumbani kwako majira haya. Kuna kamfuko umepewa kana udongo, na ule mfuko umewekwa picha ya mtume na nabii fulani. Umekaa na kale kasanamu kako, hako ni kasanamu ambako uko nako nyumbani kwako. Najua hata wewe umekaa na kasanamu, una kakopo kako kama mafuta, lakini kana mafuta kamewekewa na picha nje ya mtume na nabii fulani. Hako ni kasanamu kako. Haulitii jina la Yesu. Wewe unaamini katika mafuta, unaamini katika maji ambayo yamewekewa picha ya mtu. Hako ni kasanamu kako. Nimemleta Yesu Kristo aliye hai, nimemleta Yesu Kristo aliyefufuka, nimemleta Yesu Kristo ambaye jina lake tunapolitaja tunaona watu wakifunguliwa. Jina lake tunapolitaja tunaona tunapata nguvu mpya. Jina lake tunapolitaja tumeona maiti zikifufuka. Jina lake tunapolitaja nimeona viwete wakitembea. Jina lake napolitaja nimeona wenye magonjwa wakiponywa. Jina lake napolitaja nimeona kansa ikikimbia kwa watu. Jina lake napolitaja nimeona mapepo yakiondoka. Jina lake napolitaja nimeona viziwi wakisikia. Jina lake napolitaja nimeona mabubu wakisema. Jina lake napolitaja nimeona nguvu za giza zikisalenda kwa Yesu. Jina lake napolitaja nimeona wachawi wakipata shida. Jina lake napolitaja iwe kwenye nyumba za ibada, nimeona makundi ya wachawi wakipata shida na mimi. Kwa kuwa jina lake napolitaja na maanisha kweli kweli, moto wa Bwana unashuka mahali popote ulipo, na achilia wingu la Bwana, zile nguvu za giza zipate kukuacha sasa katika jina la Yesu. Yale majini yapate kukuacha sasa katika jina la Yesu. Ni jina la Yesu pekee ambalo linaweza kubadilisha maisha ya mtu, lina uwezo wa kukuweka huru, wala uhitaji kuwa na visaidizi. Hivyo visaidizi ni sawa na sanamu ambazo zilijaa katika Athene. Biblia inasema hivi, Paulo akawaambia watu ya kwamba zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama haoni, lakini sasa anawaagiza watu wa kila mahali wapate kutubu. Uelewe neno hili, wa kila mahali. Paulo alikuwa anaona injili ifike kila mahali. Itafikaje? Anajua Mungu mwenyewe. Hakuna sababu ya kukaa mahali pamoja sasa. Usiwaze injili ya kwenda kuishia Mwanjelwa. Waza injili ya kutoka nje ya Tanzania. Waza injili ya kupiga ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Wahubiri wote mnisikilize kwa makini huko mliko. Msihangaike na mavyeo ya makanisani. Toka sasa tendea haki ile huduma ambayo Mungu ameiweka ndani mwako. Usisubiri watu wakae wakujadili ili wakutume, bali subiri Mungu akutume.
Kama Mungu amesema na wewe, toka sasa nenda kahubiri habari njema. Toka sasa nenda kahubiri habari njema. Usijali kwamba kuna gharama. Mungu anajua atakuinulia watu. Wewe chukua hatua kwanza. Ukichukua hatua, Mungu atainua watu. Kuna watu wenye utimamu na habari za Injili. Mungu atakuinulia watu, ataibeba hiyo kazi. Toka sasa, chukua hatua. Kila mahali watu wasikie habari njema. Kila mahali watu wasikie habari za kutubu. Kila mahali watu waliamini jina la Yesu. Twende tukahubiri habari njema za Yesu. Wahubiri wenzangu, mnielewe hapo. Sikia nikwambie. Biblia inasema ya kwamba Paulo akawaambia wale Wayahudi, Mungu ameandaa siku moja ambayo atatenda hukumu ya haki